Na mpenzi mtazamaji, kitambulisho hicho ishara tosha kwamba tumeng'oa nanga katika awamu hii ya TV47 wikendi tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2026. Nikikusabai na kukukaribisha, lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika TV47 wikendi: wagonjwa wataabika kaunti ya Lamu na Elgeyo Marakwet, huku migomo ya madaktari na wauguzi kikolea. Wagonjwa wetu wamekuwa discharge, wameenda nyumbani na bado wanaumia kule manyumbani. Familia moja katika kaunti ya Nakuru yadai haki baada ya mwana wao kufariki dunia baada ya kwenda shuleni katika mazingira tatanishi. Na hisia kinzani zatolewa baada ya mahakama kutoa fidia kwa waathiriwa wa maandamano ya mwaka 2023. Baadhi ya familia za waathiriwa hao zakaribisha uamuzi huo, huku baadhi ya mawakili wakiibua maswali. Naam, karibu mara tena popote pale ulipo. Jina langu Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ya ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii. Kumbuka kuacha kauli yako pale TV47 Kenya katika ukurasa wetu wa Facebook na kurasa zingine zetu zote za mitandao ya kijamii. Moja kwa moja ni kwamba maafisa wa polisi mjini Gilgil wanakichunguza kifo cha mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi ya Gilgil Hills mjini humo baada yake kufariki dunia kwa njia tatanishi Ijumaa akiwa shuleni. Inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo alifariki baada ya kuzama katika kidimbwi cha samaki cha shule hiyo, kauli inayokinzana na ripoti ya upasuaji wa maiti. Willy Dennis Njiru ametufuatilia kisa hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kugua na maji, huyo mwili yupo postmortem imefanyiwa, mtoto wako anatone hata moja ya maji. Instead huyo mtoto alipeleka kwako akiwa amekufa. Ni cheche kali za uchungu wa kumpoteza mwana wao. Kwa nini wamepotea? Faiz Resli Faraj, mwanafunzi wa chekechea katika shule ya Gilgil Hills, alidaiwa kufariki kwenye kidimbwi cha samaki shuleni humo. Tukio hili limezua maswali mazito kutoka kwa familia na jamii. Simu ya kwanza yenye tulipigiwa simu na mwalimu, alituambia kwamba ati mtoto aligojeka, akampeleka hosi, akamwacha hosi, then akarudi kwa shule. Nikajiuliza, ni mwalimu mgani huyu anaweza wacha mtoto akiwa hosi na haja inform mzazi? Ripoti ya upasuaji imeacha familia na maswali zaidi, ikikinzana na maelezo ya awali yaliyotolewa na usimamizi wa shule. Familia inasema haijaridhishwa na taarifa za shule na hospitali, ikitaka uchunguzi huru na wawazi wa kamera za CCTV ambazo zinasemekana kutonakili tukio hilo. Zile nguo, kama mtoto alianguka kwa hii maji, huyo mtoto alikuwa msafi sana. Mimi nimeona hii maji inanuka vibaya sana, Juni fish pond. Huyo mtoto angekuwa akinuka vibaya sana kama alikufia hapa. Inadaiwa Faiz alipotea akiwa ukumbini wakati wa hafla ya shule na baadaye kupatikana kwenye kidimbwi hicho. Mwalimu mkuu wa shule Joseph Kihato alikataa kuzungumza na waandishi wa habari, akionyesha ghadhabu. Baadaye ndo anajaribu kupigia mwalimu huo Teacher Maureen. Akaniambia mtoto alishikwa na fever, alikuwa anakaa dull, ndo wakamkimbiza Mathare. Nikamuuliza kuna shida ingine, akasema hakuna, akakata simu. After a few minutes nikapata call from the principal wakiniambia mtoto alianguka kwa pool, ameumia kidogo but wamempeleka wapi hospitali. Ikifika another 10 minutes mwalimu nikacall huyo principal akaniambia ati, nikamuuliza nini mbaya na mtoto wangu, akaniambia mtoto amekufa. Majonzi yalisheheni katika makafani ya Gilgil wakati wa safari ya mwisho ya Faiz kabla ya kupumzishwa kwa mujibu wa dini ya Kiislamu. Familia sasa inalilia haki kwa mwanao wa kipekee. Mimi nataka kujua huyo mtoto akianguka kwa fish pond, walimu walikuwa wapi? Kazi yao ni gani? Kilio cha familia na jamii wakitaka majibu na hatua za haraka. Willy Dennis Njiru, TV47. Bila shaka tunatumai kwamba haki itatendeka katika swala hilo na majibu ya wazazi yatajibiwa ipasavyo. Kwingineko ni kwamba
Huduma za afya katika kaunti ya Lamu na Elgeyo Marakwet zimetatizika kufuatia mgomo wa wauguzi na madaktari mtawalia. Wahudumu wa afya wanalalamikia kutotekelezwa kwa matakwa yao na serikali ya kaunti hizo. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno ana uketo wa taarifa hii. Mgomo wa wauguzi katika kaunti ya Lamu umeingia siku ya 5 na athari zake zinapenya katika maboma na jamii kwa jumla. Wakazi wanaosaka huduma katika hospitali ya rufaa ya Mpeketoni wamejipata katika njia panda. Mgomo huu umeacha hospitali nyingi za umma bila wahudumu wa kutosha, huku hospitali zikisitisha kutoa huduma. Wagonjwa wakilazimika kutafuta njia mbadala ya kupata matibabu. Wagonjwa wetu wamekuwa discharge, wameenda nyumbani na bado wanaumia kule manyumbani. Sasa sisi tulikuwa tunaomba serikali kuu tusaidie wauguzi wetu waweze kurudi makazini. Maana mamangu ameshikwa na stroke. Jana tukaambiwa tuende nyumbani. Sasa tukaangalia mamangu hivi, tukaona mamangu ako hali mbaya sana, hata anaweza akatuacha. Tukatafuta msaada huku nje na huku kama private. Tukaona hatuwezi kwa sababu ya pesa. Baadhi ya matakwa ya wauguzi hao ni kucheleweshwa kwa mishahara kwa miezi 2 na deni ya marupurupu tangu mwaka 2020. Na sasa katibu mkuu wa muungano wa wauguzi tawi la Lamu amesisitiza kuwa hawakuwa na suluhu ingine isipokuwa kugoma, kwani juhudi za kufanya mazungumzo na serikali ya kaunti hiyo zimeambulia patupu. Mwajiri wetu amekuwa akitoa ahadi hewa. Serikali kuu pia iliweza kufanya ama kuongeza wafanyikazi wote wa serikali mshahara. Kaunti ya Lamu ilichelewa kuweza kutekeleza hiyo agizo kutoka kwa SRC. Kwengineko katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, lango la hospitali ya rufaa ya Iten imesalia mahame. Kwa kawaida, lango la hospitali huwa na shughuli nyingi, lakini hapa hali siyo ya kawaida. Inadaiwa kuwa kuna mgawanyiko katika sekta ya afya baada ya baadhi ya madaktari kusemekana kuendelea na kazi, huku wengine wakisusia kazi baada ya mgomo uliotangazwa na muungano wa madaktari katika kaunti hiyo. Elizabeth Atieno, TV47. Kazi safi Elizabeth Atieno. Na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumkosoa vikali Rais William Ruto, akimtaka aache kuingilia masuala yake ya kifamilia na badala yake ajikite katika kushughulikia changamoto za kitaifa. Akizungumza akiwa katika ziara ya siku 2 katika kaunti ya Kirinyaga, Gachagua amekanusha madai ya kuhusika katika mgogoro wa urithi wa familia, akisisitiza kuwa mizozo ya urithi, iwapo ipo, haitatatuliwa kupitia mahakama na sio Rais William Ruto. Munene John ana taarifa hii kwa kina. Kasongo aende asiende? Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kukoleza cheche za kisiasa dhidi ya Rais William Ruto, akimtuhumu kwa kuingilia masuala yake ya kifamilia badala ya kuangazia masuala muhimu yanayoikumba nchi. Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga wakati wa ziara yake ya siku 2, Gachagua amepuzilia mbali madai kuwa alihusika katika kubadilisha wosia wa familia ili kumnyima ndugu yake haki ya urithi, akidai kuwa tuhuma hizo ni njama za kumchafua kisiasa. Umeona rais amechanganyikiwa, amesahau mambo ya masomo, amesahau mambo ya matibabu, amesahau mambo ya deni, anaanza kuingilia maneno ya family. Ati anasema ati kuna kiongozi ati ng'ombe yake iliuawa na kupe. Hiyo ni ujinga, ni utoto kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Gachagua pia ameielekeza lawama kwa serikali ya sasa, akisema kuwa hali ya uchumi imezorota, huku akimtaka Rais William Ruto kuweka kipaumbele kuboresha maisha ya Wakenya kupitia sera madhubuti za kiuchumi na utawala bora. Ruto ameshindwa na kazi kama rais ya Jamhuri ya Kenya. Sasa anatafuta kazi ya mzee wa mitaa ya kutatua shida kwa mafamilia. Hata hivyo, Gachagua ameapa kuendelea kuhudumia Wakenya na kuelezea kuwa ana maono thabiti ya kuliongoza taifa iwapo atachaguliwa katika uchaguzi mkuu ujao, akiahidi kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Wewe Kasongo, kama wewe ni mwanaume kamili, kuja hapa Kirinyaga, hapa mlimani, utusi Rigathi Gachagua, kiongozi wa Mlima Kenya, utajua hujui. Munene John, TV47, Nairobi.
Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto ametoa wito kwa mabalozi wa Kenya kuchukua jukumu la kuwa na msimamo dhabiti zaidi na kutangaza taifa la Kenya kama kitovu bora cha uwekezaji wa kimataifa. Rais ameelezea kuwa kuweka Kenya kuwa taswira nzuri itawavutia wawekezaji na itaimarisha zaidi ushirikiano ambao utaoleta manufaa kwa taifa hili. Rais amesema hayo alipofungua kongamano la 19 la mabalozi hapa jijini Nairobi. This infrastructure, to be able to... We need a much more patriotic nation, good people. We need to believe in ourselves. You know, you listen to some people, you think they have a spare country. They talk about Kenya as if they... I mean, this is our country. This is us. We must believe in ourselves. We can do it ourselves, you know? Sometimes I get amazed as to how people believe in us more than we believe in ourselves. But you listen to some of our leaders, and you understand. Some others have even the audacity to say, oh, you know, we are a failed state. Really? Where? You know? And you want to be a leader in this country. You want to be a leader of a failed state. Taarifa hiyo kwa kina baadaye. Na tofauti za kisiasa katika chama cha ODM zimeibuka hii leo baada ya washirika wa bintiye aliyekuwa kiongozi wa ODM marehemu ama hayati Raila Odinga kusema kuwa matamshi ya Winnie Odinga katika kikao cha wajumbe cha chama hapo jana ulikuwa ni msimamo wa familia ya Odinga ikiongozwa na mama Aida Odinga, ambao bado unasemekana kuunga mkono mrengo wa Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Wakati huo kikao cha hapo jana, Winnie alitoa kauli za ODM kuzaliwa upya na kukumbatia vijana. Uwepo wa mbunge wa Yala na bintiye marehemu Raila Odinga, Winnie Odinga, katika kikao spesheli cha wajumbe wa ODM mrengo wa Linda Ground unaoongozwa na kiongozi wa chama Oburu Oginga umeibua nyufa zaidi chamani baada ya taarifa kuibuka kuwa familia ya Odinga bado inaunga mkono mrengo wa Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta Edwin Sifuna. Ufafanuzi zaidi ukifichua kuwa matamshi ya Winnie hapo jana yalikuwa na baraka za mamake mama Aida Odinga, kwani kulingana na washirika familia ingetaka chama cha ODM kiendeshwe kwa maoni ya Odinga, huku ikisemekana kuwa familia ya Odinga haifurahishwi na uongozi wa gavana wa Homa Bay Gladys Wanga Chamani. We want a new ODM. So I want to stand here and state clearly, the new ODM must be tool to work for young people. And I want to tell my daughter here, Winnie, that we are not going to expel people. We are not going to be a party of expelling people. We are going to be a party of including people and asking them to come in. Washirika wa marehemu Odinga hapo wiki jana wakiongozwa na gavana wa Siaya James Orengo wakipuzilia taarifa kwamba Winnie amehamia mrengo wa Oburu. Winnie, if you listen to what she has said since her great late father died, you will know where her soul is. Watch her every utterance. So me, I don't really care where her body is, but I very much care where her soul is. And I think her soul is together with the soul of the father and with Linda Mwananchi. Licha matamshi yake Orengo, mrengo wa Oburu ukiongozwa na mbunge wa Makadara George Ladwa unadai nafasi iliyoachwa wazi hapo jana ya naibu kiongozi wa chama baada ya seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi kutolewa chamani ni ya Winnie Odinga. Kwa hivyo yao mambo ya mheshimiwa Winnie ambaye ni mbunge wa Yala yako na yatakuwako, na pia tayari sasa wameshapata hiyo habari ya kwamba watu wa Nairobi wanataka Winnie akuwe ndio representative wetu. Taarifa pia zasema Winnie huenda akawania wadhifa wa ubunge katika eneo bunge la Kibra mwaka 2027, eneo bunge liloshikiliwa na babake kabla ya kugawanywa mara mbili, Kibra na Lang'ata. Apollo Kamau, TV47. Kazi safi. Apollo Kamau ni wanasiasa na siasa.
Kwingineko ni kwamba viongozi kutoka kaunti za kaskazini wanairai serikali kuwa uangalifu wakati wa operesheni za kiusalama, wakitaka raia wasiohusika katika vita hivyo ama katika machafuko hayo kuangaishwa zaidi. Kauli hizo zinajiri baada ya Wizara ya Usalama kutangaza maeneo zaidi katika kaunti ya Isiolo, Samburu, Laikipia, Meru na Marsabit kuwa katika hatari na yenye machafuko. Tangazo hili linafungua njia kwa operesheni ya pamoja ya vyombo vya usalama. Operesheni hiyo ya mashirika mbalimbali inalenga kukusanya silaha haramu na kurejesha mifugo iliyoporwa, hatua ambayo serikali inasema ni muhimu ili kudhibiti vitendo vya uhalifu na ugaidi katika ukanda wa kaskazini mwa taifa hili. Hatua ambayo serikali imechukua ya kuleta wanajeshi, ya kuongezea kikosi ya GSU, kikosi pia ya RDU na kikosi ya ASTU, na kuweka mandege matatu ya jeshi na kuleta mandege ingine 2 ya polisi, ili operation ifanywe na ifanywe sawa, bila kuhurumu vijana, bila kuhurumu wazee, bila kuonea mtu yoyote. Na msimamo yangu ni operation lazima ifanyike. Lakini operation si ya kutarget jamii, hapana. Tunaelewana? Wale wakora wachache wako ndani ya Waturkana lazima wachukuliwe hatua. Wale wakora wachache wako ndani ya Samburu East lazima wachukuliwe hatua. Kwa sababu sisi hatutaki watu ambao wanaharibu kura yangu na kura ya Samala. Jamii zote imelea good citizens. Hakuna mtu amelelewa kaambiwa aenda ibia watu. Kwa hivyo tukianza kulenga wakora, wacha ikuwe tu wakora lakini sio jamii. Bila shaka taarifa hiyo inanipa nafasi mimi na mfasiri wangu wa lugha ya ishara kupokea kikombe cha maji, lakini kabla hiyo kuna Kennedy Mudhui ambaye anasema sisi tuko kadi, lakini mtu aniambie tuko kadi ndio nini. Kuna mwingine anasema our Mount Kenya leaders ni part ya taifa hili na Kenya haistahili kuondoka, ama watu wa Mount Kenya hawastahili kuchukuliwa ni kama sio part of Kenya. Kuna mwingine anasema good, mimi napenda zaidi taarifa zenu kwani siku zote zina undani. Usicheze mbali, manake tukirejea tuna mengi zaidi.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Na hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Siuna kwenye eneo bunge la Kabuchai katika kaunti ya Bungoma baada ya kijana Jacob Mauko kudaiwa kumuua mwenzake Simiyu Wright kwa silaha butu kwa madai ya kukata nyasi kwenye shamba lake la miwa. Wakazi wenye ghadhabu walivamia boma la mshukiwa na kuchoma nyumba zake, miwa na kukatakata mimea. Wanji Sistine ni mwanahabari wetu kutoka eneo hilo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni katika kijiji cha Siuna kwenye eneo bunge la Kabuchai. Hali ya huzuni hapa imetawala. Kwa kweli, hasara. Kulingana na Dennis Mauko, nduguye mshukiwa, anasema kuwa mzozo huo ulianza baada ya mwenda zake Simiyu Wright kupatikana akikata nyasi ya ng'ombe kwenye shamba la miwa la Jacob Mauko kabla ya vurugu kuzuka. Chanzo, huyu ndugu yangu alikuwa my brother mwenye ameuawa alikuwa anakata nyasi ya ng'ombe kwa shamba yetu. So katika ile harakati I think kulikuwa na mvutano hapa na pale, lakini ndugu yangu alikuwa na silaha butu, kwa sababu majira inaonyesha ni silaha butu, na kaweza kumangamiza rafiki yangu. Shemeji yangu hajaifanya chochote. Nilikuwa tu nyasi ndiye rafta alikuwa anaenda kufanya nini? Kwenda hapo amevunja huyu jamaa hii mkono, wamekata hii kichwa hivi, wamepiga hii kitu imetoka hivi, imeanguka ndani. Wakazi wenye ghadhabu walivamia boma la mshukiwa na kuchoma miwa na kukatakata mimea huku mshukiwa akitoweka. Wakazi wameshauriwa kutojichukulia sheria mikononi mwao, huku maafisa wa polisi wakianzisha msako kumkamata mshukiwa aliyechana mbuga. Pia wananchi pia wamefanya kitendo kibaya. Hayo yote wangeachia serikali yenyewe ingilie kati, ione tunasaidika namna gani. Sasa hatuchui yako wapi. Ninawaomba mkisikia kitendo kama hiki, tafadhali msikuwe na haraka ya kuichukulia sheria mkononi. Mwili wa mwenda zake umepelekwa kwa hifadhi ya wafu mjini Bungoma. Wanji Sistine, TV47, kaunti ya Bungoma. Hisia kinzani zinatolewa baada ya mahakama kutoa fidia kwa waathiriwa wa maandamano ya mwaka 2023. Baadhi ya familia za waathiriwa walikaribisha uamuzi huo, huku baadhi ya mawakili wakiibua maswali makali. Mahakama Kuu imetoa jumla ya shilingi milioni 38 kwa mafidia kwa waathiriwa 28 wa maandamano ya Kisumu kati ya Machi na Julai mwaka 2023. Kila mmoja amelipwa kati ya shilingi 300,000 na milioni 4.8 kulingana na ukubwa wa majeraha, maumivu na mateso, upotevu wa maisha pamoja na athari za muda mrefu. Ushahidi wa kitabibu ulikuwa msingi katika kuamua kiwango cha fidia. We had a medical doctor in court who took the court systematically through the first petitioner's documents, the 28th petitioner. Mahakama imeamuru fidia ilipwe na huduma ya kitaifa ya polisi chini ya Wizara ya Usalama. Katika kisa kimoja, vijana wawili wa miaka 22 na 24 walifariki baada ya kupigwa na maafisa wa polisi wakiteseka kwa siku 4 kabla ya kufariki. Kila mmoja alipewa zaidi ya shilingi milioni 1. This man was shot in the scrotum. He was severely beaten up. He was in hospital for a number of days. It was a struggle even for him to get medical attention. And the court puts all this together and says that for him, and because of the degree of injury, he's going to have to rely on therapy. Hata hivyo, mahakama ilisisitiza kuwa fidia pekee si haki kamili. Iliagiza IPOA kukamilisha uchunguzi ndani ya siku 90 na kuhakikisha waliohusika wanachukuliwa hatua. It behooves the judiciary to come up with a special fast-tracking mechanism to ensure that cases are heard within 2 or 3 years. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 7 Julai mwaka 2026 ili kudhamini maendeleo ya uchunguzi na utekelezaji wa maagizo ya mahakama. That compensation for this particular time is dependent on the priority of the government. And as you have seen, the priority for the government to compensate for this particular time is victims of demonstration and protest
for 2017, 2024 and 2025. Lakini maswali yanasalia. Je, waathiriwa waliolipwa na mahakama watanufaika tena? Na je, kiasi kilichotengwa kitatosha kwa idadi kubwa ya waathiriwa? Faith Wangare, Runinga ya TV 47. Milioni moja iliyofanyika mapema leo katika eneo la Kambuki Bwezi, kaunti ya Makueni. Mumbua ameshinda kitengo cha wanawake huku Mbaire akishinda upande wa wanaume. Mbio hizo zilijumuisha mbio za kilomita 42, 21, 15 pamoja na mashindano ya baiskeli yakiwemo mbio mpya za milima za kilomita 50 na mbio za Black Mamba za kilomita 21. Nikapush, tukabaki watu watatu, then nikarudi nyuma, nikaambia wakuja tusaidiane, nikarudi sasa nyuma. Nataka niende improve labda time kama naweza kuwa namba 1. Percentage area of arid and semi-arid regions continues to grow as long as we do not take any action. So we as Lukenya universities decided that we will be part of the solution. So the 10 million tree marathon is one of those ways that we use to create awareness. Tumekuja kukuza talanta, lazima pia watu wajue talanta pia inalipa. Na kwa hivyo kama ukiita watu waje kufanya hii jambo bure, kukimbia bure, itakuwa ni changamoto. Wale vijana wote wamekuwa wakikimbia hapa. Wengi tumeweza kuona mpaka saa hizi wameweza kufikia kukimbia kwa viwango za kimataifa. Na hii ni kuonyesha ya kwamba Lukenya Marathon inasaidia sana vijana wa area hii. Chenye naweza Kwingineko ni kwamba Estonia iliandikisha ushindi wa mabao 5-4 dhidi ya Kenya jana usiku kwenye kipute cha FIFA Series ambacho kimeandaliwa nchini Rwanda. Mechi hiyo ilitamatika sare ya bao 1-1. Bila shaka mpenzi mtazamaji, siku zote kilicho na mwanzo mwisho utafikia, na kufikia hapo mimi Elizabeth Mutuku na mwenzangu kwenye meza ya lugha ishara Roda Nyamai tunakamilisha awamu hii ya TV47 Weekendi. Lakini kabla sijaondoka, wajua kila mtu amezungumzia kadi. Kuna yule akona kadi ya kutaka mabadiliko, kuna yule akona kadi ya kufanyia mambo mengine, kuna yule akona kadi ya kuweka kwa nyumba. Sijui kadi yako iko wapi, lakini cha msingi ni kwamba Jumatatu IEBC inafanya uzinduzi wa kuwasajili wapiga kura kote nchini. Kwako kutafuta kadi. Kwaheri kwa sasa.